Idadi ya vifo vya wanawake wajawazito wakati wa kujifungua vinazidi kuripotiwa katika kila mwaka katika kaunti ya Kwale. Hali hiyo inachangia kuanzishwa kwa mpango wa kuhamasisha wakazi kuhusu afya ya uzazi, kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Kwale, Brivian Simio. Wakazi wa kijiji cha Mwamambi katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, wamekusanyika hapa kwa mkutano wa mafunzo kuhusu afya ya uzazi. Miongoni wanaohudhuria mkutano huu ni Shaban Mohamed, aliyeandamana na mkewe ambaye ni mjamzito. Licha ya kupoteza mtoto wao wa kwanza, Mohamed bado hajakata tamaa ya kupata mtoto mwingine. Na mpaka sasa nashukuru Mungu, mtoto wako salama. Na ana picha fulani ambayo ile katika ile picha ambayo alipigwa ya scanning, nimemuona mtoto yuko vizuri, na sasa hii ni kliniki yake ya tatu. Mafunzo haya yanatolewa na wakfu Wafanikisha pamoja na idara ya afya ili kuzuia vifo vya kina mama wajawazito na watoto katika kaunti hii. Ukiangalia takwimu za mwaka jana, kuanzia Januari hadi mwezi wa 6 2025 tuliweza kupoteza wamama 18. Hawa wamama walikuwa wameenda kujifungua, lakini tatizo kubwa hasa la uvujaji damu, changamoto ambayo inapata na mama wangu wajawazito, ni ngumu sana mtu kukwambia kuwa sasa mimi niko na mimba. Ni mpaka uione ndio atakwambia basi somo zako nilikuwa naona haya na mimba, lakini kama sio wenyewe tushawazoea. Wanawake wanaopata mimba wanahimizwa kuanza kliniki mapema na kuhudhuria mara 8 kabla ya kujifungua. Pia wametakiwa kuzingatia masuala ya lishe bora na upangaji uzazi kwa manufaa ya afya zao. Akianza kliniki mapema tunamzingatia ale vyakula kwa wakati. Yaani ile mtoto asisumbuke katika tumbo, apate maji ya kutosha na hale vyakula ambavyo vina lishe bora, matunda na mboga mboga. Huo muda ambao utakuwa umepanga huo uzazi, utakuwa ni una muda fulani hivi kitambo upate mtoto mwingine, si ile watoto kufuatana hivyo. Utakuwa una muda wa kujipanga uweze kupata mtoto mwingine. Nikiripotia TV47 Kwale, mimi ni Brivian Simio.